hivi vitu vingine, sio ajira, elimu, maji, rasilimali ni subset, ni sehemu ya mambo ambayo ukishakuwa na mfumo bora sana wa uendeshaji wa nchi, mfumo bora wa matumizi ya rasilimali za nchi, mfumo bora wa uwajibikaji, mfumo bora wa kitaasisi, haya mengine yatatengenezwa vizuri zaidi na kwa haraka zaidi. Ndio maana sikumeni sana kuhusu katiba mpya. Kwa hiyo jukumu la kwanza. Jukumu la pili ni kuweni sauti ya vijana wa Tanzania. Kwa sasa vijana wa Tanzania hawana chombo kingine chenye hadhi kubwa kama BAVICHA chenye kuweza kusema mara kwa mara kwa niaba ya vijana. Kilichoundwa na serikali kinachoitwa Wizara ya Vijana hakiwezi kuwa wasemaji wa vijana. Umoja wa vijana wa CCM hauwezi kuwa wasemaji wa vijana kwa sababu hawana uhalali wa kukubalika na vijana wa Tanzania. Mtandaoni kuna harakati za vijana zinazoitwa Gen Z. Zipo, ni nzuri na nawapongeza, lakini bado hazina muundo rasmi moja kwa moja. Kwa hiyo zinajitokeza katika sura tofauti tofauti. Kwa sababu hazina muundo rasmi, bado si chombo rasmi ambacho unaweza kusema huyu hapa, hawa sasa ni wasemaji kwa niaba ya vijana wa Tanzania. Kwa hiyo kukosekana kwa chombo na hakuna baraza la vijana, kukosekana na hakuna bunge, kukosekana kwa fursa ya mahali pa vijana kusema na kusemewa, kunafanya BAVICHA muwe na wajibu mkubwa katika historia ya nchi yetu kwa sasa, kuwa wasemaji wa vijana wa Tanzania. Na kwa sababu ya nguvu ya vijana, ya wingi wao, ubunifu wao na nguvu zingine za vijana, mkiweza kuwa wasemaji kamili wa vijana wa Chadema, kimsingi vijana wa Tanzania, kimsingi leo mtakuwa mmekuwa wasemaji wa Tanzania, kwa sababu vijana ndio sehemu kubwa ya Tanzania, vijana ndio nguvu ya nchi yetu. Kwa hiyo ni jukumu la pili ambalo ni vizuri mkalichukua wakati huu ambapo mnatafakari majukumu yenu kwa upana wake. Nimemaliza maswali yaliyokuwa yameulizwa. Nimeona kuna maswali yalikuwa yanakuja online. Sasa najua sisi wengine si wa teknolojia kama nyinyi, lakini nadhani naweza kuyajibu.